umeniita asubuhi sana. Kuna tatizo? Mkuu, kuna matatizo makubwa sana. Niambie kuna tatizo gani? Jana wakati natoka kuanga, ile natokeza tu kwenye pembe, nimekutana macho kwa macho na babangu. Na amejua kila kitu mkuu. Yaani sijui hata nifanye ama nini na wasiwasi. Sijui hata inakuwaje mkuu wangu. Kesho nilijua unanitia kitu cha maana. Kumbe unanitia upuuzi. Sasa baba yako akijua, si mchawi mzembe, hadiwezi kwa lolote. Mkuu, hili unaona ni jambo la kipumbavu. Mimi na majonzi kichwani mwangu, nimefiwa na zungungu. Wewe unaleta masuala ya kipuuzi. Mkuu, zungungu amekufa. Ndio. Yule binti nilikuwa namdharau, namuona kama boya boya. Lakini yule binti ni hatari. Kaniulia zungungu wangu. Usiku wa jana zungungu kafariki. Hapa kuna vita kubwa sana. Asa mkuu, tunafanyaje sasa? Maana huku mambo yasharibika, huku yameharibika. Itakuwaje mkuu wangu? Tunafanyaje? Cha kufanya, itabidi nitoe kafara ya watu 5 ili nipate pete yenye kito yenye thamani ya kifalme. Hapo hakuna mtu yoyote atakayeniweza mimi, na nitakabidhiwa ufalme wa kichawi. Mkuu, watu 5? Ndio, watu 5. Mbona wadogo sana? Ni watu wao. Nitaanza ile misiku yangu miwili. Alafu atafuata Amani, Aisha na Kunte. Mkuu, nilikuwa nakuomba katika hao watu 5. Katika hiyo orodha yako ya watu 5, nilikuwa naomba Kunte umtoe kabisa mkuu wangu. Maana mwenyewe unajua jinsi gani mimi ninavyompenda Kunte. Bishora, unaendekeza sana mapenzi. Usamini uchawi. Sasa katika hiyo orodha ya watu 5 nilikutajia, Kunte nitamtoa. Ila sasa huyo wa 5 utamtafuta wewe, kisha umeletea damu. Bora ningepita mbali, ningeshuko, ningesiepuka shari, visa na vituko, ningenisonga zohari, nusinisho. Samahani, usubiri kidogo. Ukisikia jina lako usitike, usiupende, usihadaike, pita njia zote ila usitike. Samahani kwa kusimamisha. Ila samahani, unaweza ukasema tu shida yako. Kuna mtu nilikuwa natafuta. Mtu gani? Nilikuwa natafuta binti mwenye macho mazuri, mwenye sura nzuri na sauti ya kuvutia kama yangu. Bila shaka iko mbele yangu hivi sasa. Unaonekana una maneno mazuri sana. Na unaonekana ni mcheshi. Yeah, mimi ni mcheshi kweli. Ila anachosema na maanisha kama utojali, nipe namba yako ya simu. Au nataka nipigie Mblesi hija. Mblesi? Kwani kuna mgonjwa? Yeah, mimi ni mgonjwa. Ila baada ya kukuona wewe, kidogo nilipata.
Andika namba yako. Haina shida. Andika tu. 0 6 85 52 18 mwisho 10. Nimependa sana maneno yako. We ni mcheshi, mchangamfu. Na nilikuwa na kasafari kangu kadogo. Je, kama utakuwa na muda na hautojali, unaweza ukanisindikiza mara moja? Mbona mniingiza nao? Ndio sikani. Sasa tunaweza tukaongozana. Usiku wa kiza huwa Ugandi. Wanakuita mzee kidagaa. Wakati sio mzee, wewe bado ni kijana sana. Ila unaingia kwenye mambo ya kizee. Kidagaa aliyokupa ruksa ya kumfundisha binti yangu uchawi ni nani? Kwa nini usitumie nguvu hizo kuwafundisha ndugu zako wajinga wengi, wapumbavu wengi na mashira kibao kwani? Kwa nini usitumie nguvu hizo kuwafundisha ndugu zako? Unakwenda kumfundisha binti yangu uchawi. Anakula kwangu mimi, analala kwangu mimi, anakunywa choo changu mimi. Una mamlaka gani? Mzee Zuga, ungekuwa mwalimu mzuri, ungempa binti yako mafunzo bora, na mimi nisingeweza kuhangaika kwa kumshawishi kwa chochote. Hafu unakuja leo hapo na naletea ngojera zako. Hepisha mimi nipite bwana. Kidagaa, kwa kutumia uchawi wako wa kijinga huo kutongoza binti za watu, heri ungekuwa mtifu kwangu mimi. Ningekusamehe na ningekufanya mmoja wa vijana wangu ukawa chini yangu. Kini kwa wewe ujinga, jua halitakuchwa. Wewe wakunitisha mimi na kuniongelezea hizo ngojera zako ni sawasawa na kulazimisha kifo chako. Sasa ngoja nikuonyeshe. Kula chuma tu. Mama! Mama! Kunte. Unajisikia? Najisikia mchovu, alafu mwili wote hauna nguvu. Sana. Nimefanikiwa kutoa pepo mchafu uliokuwa katika mwili wako. Na kwa sasa hali yako iko sawa kabisa. Tivana, asante sana. Mimi sema kweli sina cha kukuiba. Lakini na imani Mungu ndio atakayekuleta. Uendelee na wewe huo kwa kusaidia watu. Asante sana Tivana. Nashukuru. Na pia usipate tabu kuitafuta mpenzi wako tena. Maana nilishatoa hasara toa hiyo kidajani. Semaje? Kuna umeshapoteza ukao, haipo tena duniani. Hatuko naye tena. Na yote sababu ni wewe. Kama unakumbuka, kuna siku ulimtajia jina la mpenzi wako Tunu kwa mdomo wa mzee Kidabia bila.
Habari za saizi Kunte? Salama tu mzee. Shikamoo. Haba. Vipi? Mbona yule mpenzi wako sijamuona leo? Yule aliondoka jana ile. Wala hata kulala wala nini. Kwa nini hakulala? Au anaishi na wazazi wake? Amna, hapana. Yule anaishi hostel kwa sababu yule ni mwanafunzi wa chuo. Okay. Anaitwa nani? Anaitwa Tunu. Lakini kwa nini mzee unamuulizia? Wakati jana alikukela na ile harufu yake udi. Nikuulizia perfume ukasema ni harufu udi. Usio na haraka. Utaelewa tu. Ila asante sana kwa kutaja jina lake. Ndio nakumbuka. Na pia nataka niwape taarifa. Leo usiku Mzee Kidagaa anataka kuwatoa kafara nyinyi wote. Lakini msijali. Sitasema tuenda katika mikono yenu ili Mzee Kidagaa atakapokuja usiku hata waona. Hivi bwana. Yaani amepanga kutua? Ndio. Kwa nini sasa? Mchawi anapotaka jambo yake huwa utafuti sababu. Hivyo basi mmekalika ifungwe kinga zenu, maana leo usiku si usiku nzuri. Mimi naomba niwe wa kwanza kunifunga hiyo dawa. Na Mungu hakupanga kutuzuia makazini, ni wakulua hapa na kabidhi na paka damu yake sadaka, mfichue maafa yote yanayotokea, yote yanayojiri, mengi tumejionea bila ya utabiri. Mtawa wachawi, mtawa wachawi, mtawa wachawi, mtawa wachawi. Samahani sana kwa kupotezea muda wako na umeacha kazi zako, umenisindikiza safari wangu. Usijali. Nimefanya yote haya ili uamini kuwa nakupenda. Hayo. Tunaweza kufanya kitu chochote kile huko, maana sinajua kitu polini. Alafu hakuna mtu yote anayefuruhi. Usijali. Ni wewe tu. Sawa.
umenusurika na kifo. Dunia sasa hivi imekuwa mbaya. Usimwamini mtu. Wewe ni nani? Uhitaji tena kuniuliza maswali, maana umenusurika na kifo. Nenda nyumbani. Nishi, kipindi naondoka nilikuwa badaka ya kuwa msaidizi wangu, utakafanya majukumu yote kwa niaba yangu, lakini nashangaa narudi kila kitu kimeharibika. Hakuna kilichoongezeka, wala sioni uhalifu wote mtaani. Misukule inahangaika njaa. Kazi gani unafanya? Kibaya zaidi, hata kwenye chungu cha damu ya agano damu hakuna. Kazi gani unafanya? Nini maana kukocha madaraka? Halafu ushenzi ambao umekuja kuufanya, umekuja kujiingiza kwenye mahusiano na Marukuba. Bosi, unajua mimi niko uchawi. Kibaya zaidi mpaka ameshakuponya uzito. Mlikuwa mnafanya kazi, mnafanya mapenzi. Yaani usiku mkienda huko mnaacha kwenda mnakokwenda, mnakwenda kulala. Mesha. Kama mlikuwa uwezi kuwa mamlaka niliyokupa ungesema. Narudi nakuta watu mitaani wana maendeleo. Watu wanaendelea kujenga. Wengine nimekuta wananunua magari. Nyinyi mko wapi? Yule mtoto Fred ana bodaboda. Nyinyi mko wapi? Nishi. Kwenye uchawi hakuna maendeleo. Yaani kipindi cha miezi michache tu watu wanakuwa na maendeleo. Mnafanya kazi gani? Mapenzi. Mlikuwa mnaanza mapenzi tu. Sasa naona utaendelea na mapenzi. Hufai kuwa msaidizi wangu. Hufai kuwa msaidizi wangu mimi. Kiongozi, ni kweli kabisa. Mimi hafai kuwa kiongozi. Mbadala wake ungenipa mimi hapa. Maana mimi anatarajia kuwa mama kwa watoto wangu. Alafu mbona na mtoto wa kike au kama spendi kelele Marukuba. Tena wewe hufai hata kukaribia kwenye chocheo. Sio kupewa tu, hata kukaribia chocheo hufai. Tulikuwa na mambo msamehe. Maana kwenye sekta yangu ya uchawi najua sikukamilisha vile ambavyo umeniagiza, na najua pia kwenye utamaduni wetu wa uchawi nimekosea sana kulingana na tamaduni zetu na kuheshimisha. Naomba nijiuzuru cheo changu umkabidhi mtu mwingine. Sawa. Nimekusikia Mishi. Lakini sitakuacha hivi. Najua mtaani kwetu kuna wachawi wengi na wenye uwezo. Utamtafuta nani atakayekuwa mbadala wako? Kiongozi, kwa nini hujichoshe hivyo kuanza kutafuta mtu mwingine wakati mimi mwenye sifa kama hizo mimi nipo? Why kwamba uanze kujichosha, uanze kumtafuta mtu mwingine? Unapoteza muda. Mimi napiti sana. Gloria binti Shakusi, nimekuita hapa leo kwenye himaya yetu. Nimekuchagua miongoni mwa wachawi wote waliokuwepo.
uwe msaidizi wangu. Kwa sababu nimeona una sura nzuri, lakini roho yako heli ya nyoka. Nimekuchagua wewe uchukue kijiti kuwa msaidizi wangu baada ya Mishi. Na najua nimeamua kukuchagua wewe kwa jinsi nilivyoiona roho yako na jinsi baba yako nilivyokuwa naye ukaribu sana wakati akiwa hai. Tulikuwa tunashirikiana sana kwenye mambo ya kichawi, lakini mwenzangu ametangulia mbele ya haki. Hata huko waliko atakuwa na amani baada ya wewe kukuteua kuwa msaidizi wangu. Nashukuru sana mkuu kwa kuniamini na kwa kunichagua mimi kuwa msaidizi wako. Ninakuahidi nitaifanya kazi hii kuliko hata nilivyoifanya huko mwanzo. Nitawekeza nguvu zangu zote na akili zangu zote. Na kama baba yangu ameweza kufa katika kazi hii ya kichawi, basi na mimi niko tayari kufa ama kupona kwa ajili ya hii kazi. Nitaifanya hii kazi kwa makini sana. Nashukuru sana kwa imani yako kiongozi wangu. Ndio maana nikauchagua Gloria. Nilijua nini kipo ndani ya moyo wako. Kwa hiyo nakupa madaraka haya. Hata huko babako alikolala atakuwa na amani sana. Ila na kukabidhi madaraka haya, kuna kazi nataka tuifanye. Kazi ya muhimu sana nataka tuifanye, na najua utaitendea haki hiyo kazi. Uko tayari Gloria? Sasa kabla sija kukabidhi, naomba tunywe maji ya kiapo. Tunywe maji ya kiapo ya utiifu katika kazi ya uchawi. Haya ni maji aliyooshiwa maiti ya mtoto mdogo mchanga ambaye alikuwa hana dhambi yoyote. Natoka fariki hata wiki haijapita. Nitaanza kunywa mimi, utakunywa wewe. Nitakunywa mimi, utakunywa wewe. Agano litakuwa limetimia. Umenielewa Glory? Nimekuelewa. Umenielewa Glory? Nimekuelewa kiongozi. 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 Kiongozi, una tatizo? Kiongozi. Mkuu. Mkuu. Tuondoke.
Nimekuja kukukomboa. Naomba unifuate. Unaweza kaniingiza matatizoni. Usijali. Mimi ni yule ulionomba msaada kipindi cha nyuma nikiwa na baba yangu. Hapana, sio wewe. Usiniogope. Siku ile hizi kuna uwezo wa kutusaidia kwa sababu ningekuwa msumbukambu mimi ni nani na nina nguvu kiasi gani. Ila tulikuja kukusaidia. Nipe mkono. Naomba sana. Nikutoe hapo ndio kulipo katika kifungo. Naomba msaidie na rafiki yangu. Wazazi wake wanajua kwamba amekufa. Kumbe yupo hai. Amegeuza msukule kama mimi. Usijali. Nilipoomba nitakusaidia. Hadi nimekusaidia na nitaendelea kukusaidia. Sasa hivi anapaswa tuondoke. Maana ameshabidagaa. Alipo mbali na haya. Shika hii fimbo. Odi. Alolo. Atakuwa kaenda wapi? Wakati sijamtuma kokote. Kashaanza misafara yake ya kijinga. Sasa pote nitamkuta lazima afe. Hii kafara lazima tolewe. Wewe mjinga. Nani kakuruhusu utoke ndani mchana wote huu? Rudi ndani. Siwezi kurudi ndani. Na mimi sio kibaraka yako tena. Na huwezi kuendesha mwili wangu. Wewe mshenzi. Unajifunza ujeuri eh? Nimesema rudi ndani haraka kabla sijakuwajibisha. Leo ni siku ya kuachia watoto wote huru ulioongeza msukule. Mwisho wa ubaya ni aibu. Na leo hautoamini nitakapokudhalilisha, mzee Kidagaa. Aisha. Amani. Kunte pamoja na Lolo. Tafadhali naombeni nje. Wengi wenu mlikuwa hamnijui. Hapo mwanzo nijitambulisha kama Tivana. Lakini mimi sio Tivando, mimi ni Akechi. Huu ndio Mungu wangu asilia. Na nimeshuhudia kukomesha uchawi. Uchawi wetu unakosa maendeleo kwa ajili ya wachawi. Nimeshaanza na wenzeni baada ya zamu yako. Ungane na hisia. Mimi wewe unitishi kwa lolote. Toka enzi hizo, mababu na mababu ndio wale tulisisha uchawi. Wamekuja waganga wa aina mbalimbali. Mashehe.
wachungaji, lakini walishindwa. Huu mtaa unamilikiwa na wachawi na tutaendelea kumiliki sisi wachawi. Mtoto mdogo kama wewe unitishe mimi? Kama wewe ni mganga utakufa kama walivyokufa wenzio. Nyoka! Mtaa kuwa salama bila wachawi inawezekana. Wachawi wametufelisha sana katika maendeleo yetu mengi. Nimekuja kwenu ili kuwakomboa na hii zama hii nyumba. Kwa sasa hii nyumba ipo salama. Mwenye kutaka kuhama na ahame, ila mwenye kutaka kubaki abaki. Mateso dhidi ya mzee Kidagaa yamekwisha. Bora ningepita mbali, ningeshuko, ningezipuka shari, visa na vituko. Limenizonga zohari, nuksi na vitisho. Ona sina fadhali, kila siku matatizo. Usisoge, usishawishike, ukisikia jina lako sitike. Usipende, usihadaike, pita njia zote ila ukusipite. Mtaa wa wachawi, wachawi, wachawi. Wachawi, wachawi, wachawi. Mtaa wa wachawi, wachawi, wachawi. Wachawi, wachawi, wachawi. Wachawi, wachawi, wachawi.